Ndugu zangu, karibu sana. Hii ni sehemu ya tatu na tunaendelea na ile mada yetu ya ufalme wa Mungu. Kwa nini tajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu? Kama Yesu alivyosema kwenye kile kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 16 hadi 26, bali ukisoma hizo habari utazikuta. Na sababu ya tatu leo ambayo tutaizungumzia ni kwa nini tajiri ni shida sana kuingia katika ufalme wa mbingu. Ni sababu huyu tajiri anakuwa rafiki wa dunia. Na nilishasema vipindi vilivyopita kwamba dunia au ulimwengu ni uumbaji mzima wa Mungu, yani milima, mabonde, bahari, mito, maziwa, kila kitu kilichomo, lakini pia na mifumo ya uendeshaji wa hivyo vitu, mifumo yote, mifumo ya uendeshaji wa hivyo vitu, mifumo ya uchimbaji wa madini, mifumo ya kilimo, mifumo ya fedha, mifumo yote inayoendesha uchumi, mifumo ya afya, mifumo ya elimu, mifumo ya teknolojia, mifumo ya social media. Hiyo yote mifumo ndio inatengeneza kitu kinaitwa dunia au ulimwengu. Kwa hiyo ukiwa tajiri automatically utaingia katika hii mifumo ya ulimwengu, utashikamana na mifumo ya ulimwengu. Kwa hiyo tajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu shetani alishajua hii mifumo ya ulimwengu hii inayoendesha dunia, hii mifumo ya fedha, mifumo ya social media, mifumo ya uchumi, mifumo yote inayozunguka inayoendesha maisha yetu ya kila siku. Hii mifumo haiwezi kuwa rafiki kwa mtu anayetafuta ufalme wa Mungu. Siku nyingine nitakuja, kuna kipindi nitakuja kuchambua ulimwengu ni nini, ulimwengu unafanyaje. Hivyo mfano Yesu kipindi anaanza huduma yake pale alifunga siku 40, lakini shetani akampeleka sehemu ndefu ya kinara kirefu, akamuonesha mali zote na vitu vilivyomo katika ulimwengu huu. Akamwambia hizi zote ni mali zangu, nisujudie kidogo. Piga hata goti mara moja tu, hizi mali zote nitakupa. Yesu akamwambia kwamba imeandikwa, msujudieni Bwana Mungu peke yake. Kumsujudia shetani ni kuingia katika mifumo ile, mifumo ya watu wanao control dunia, wakupe hela, wakupe fedha, kuingia kwenye mfumo wa uchumi wa dunia. Mfumo wa dunia unakwambia ukija kuwa tajiri lazima udhulumu. Ukija kuwa tajiri lazima uwakanyage wengine, lazima usilipe rushwa, lazima utoe rushwa, lazima usilipe kodi, lazima unyang'anye vitu. Huo ndio mfumo wa dunia unaotaka. Kwa tajiri mara nyingi, tajiri almost wote lazima washiriki hayo mambo. Ndio maana Yesu alisema ni vigumu au ni shida sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tuangalie kile kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 pale mstari wa 2 anasema kwamba msipende dunia na mambo yake. Warumi 12 mstari ule wa 2 anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hizo namna nilizosema pale, dunia ni nini? Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mjazwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mungu anataka tuhangaike na kufanya yaliyo mapenzi yake, kutenda haki, kutenda wema, kuwasaidia walioonewa, pendo, huruma na kutafuta utakatifu. Hiyo ndo Mungu anataka tufanye, sio kufuatisha namna ya dunia hii. Dunia inakwambia kwamba chako ni chako. Na watu watasema kwamba Suleiman mbona alikuwa tajiri? Daudi mbona alikuwa tajiri? Ibrahim mbona alikuwa tajiri? Au wakila Ibrahim walikuwa matajiri, lakini ulikuta Ibrahim alikuwa anakaa mfano eneo zima, kuna jamii ya watu walikuwa wanaitwa Ibrahim. Jamii ni ukanda fulani, watu walikuwa wanaishi sehemu moja, wanatunza mali pamoja, wanafuga pamoja, wanakusanya mali zote pamoja, wanazimiliki kwa pamoja, wanakula kwa upendo, kwa kushirikiana, kwa kuaminiana. Ila sasa hivi kila mtu na chake. Ndio maana watu wanauana, ndio maana watu wanarogana, ndio maana watu ni rahisi mtu kumuua mwenzake kwa ajili ya fedha. Kwa sababu ya nini? Mfumo wa dunia ulivyo kwa sasa hivi. Wakina Suleiman mwisho wake alisema kwamba mambo yote ni ubatili mtupu. Aliyekuwa anamiliki, mtajiri mkubwa sana. Lakini pia akasema katika Mhubiri kwamba maisha haya, mambo yote ni kujirisha upepo. Hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza akakipata akaridhika cha ulimwengu huu. Ila kinachokufanya uridhike ni ule ufalme wa Mungu au uzima wa milele unapokuwa ndani yako. Yaani uzima ule ambapo ni kumjua Mungu na kuishi katika pendo la Mungu. Huo ndio nini? Huo ndio utajiri. Tajiri mkubwa ni utu, ni ubinadamu, ni kumuona mwenzako kama ndugu yako. Huo ndio utajiri. Lakini tusome Yohana, hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 2:15, nilikuwa nishasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Ambapo dunia mnamo tamaa za mwili, tamaa za kila kitu kilichomo, hivyo vyote ni vinakutenga na ule uwepo wa Mungu. Nishasoma sehemu ya pili hiyo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Anasema msipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hapo ndani yake. Ukipenda dunia, ukipenda mifumo ya dunia inavyoendeshwa, mifumo ya social media, mifumo ya fedha, mifumo ya biashara, mifumo ya
mifumo ya afya, mifumo ya elimu ya ulimwengu huu, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vinatokana na dunia. Na dunia hii shetani wa ulimwengu huu, yani mungu wa ulimwengu huu ni shetani, ambayo ni ukisoma pale unaenda kusoma Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Hivyo hiyo ndio sababu ya tatu kwa nini tunasema ulimwengu huu matajiri ni vigumu sana kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini mwisho tusome kitabu cha Mathayo. Tusome kitabu kile cha Mathayo, ndiko linasemaje? Mathayo 6:20. Mathayo 6:20. Mathayo 6:20 hapa inasemaje? Kuanzia 19. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu vinaharibu, lakini wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwepo moyo wako. Hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwepo moyo wako. Lakini pia utu wa mtu haupo kwenye mali na vitu. Utu wa mtu upo katika utu wema na kutenda wema. Ndio maana Yesu alisema katika kitabu hiki cha Mathayo 6:33 anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Kuna mtu ambaye alikuwa ni tajiri fulani, ambaye alikuwa ni Biblia inasema kama tajiri mpumbavu, ambaye alikusanya mali nyingi, akakaa akasema, sasa mali kwa kuwa nimepata mavuno mengi, sasa nijenge gara, nitunze hizi mali na baadaye nianze kukaa nile nimestarehe. Yesu akamwambia, mpumbavu wewe, leo nafsi yako itaondoka. Kwa hiyo mali na kumtafuta Mungu ni vitu viwili tofauti. Huwezi kutumikia Mungu pia ukatumikia na mali. Lazima utategemea kitu kimoja. Na sana sana utategemea mali. Utakuwa na hofu ya mali. Utakuwa na hofu ya zile mali zisiondoke. Utakuwa na hofu usifilisike. Ndio maana Yesu alisema ni vigumu sana au ni shida sana tajiri kuona ule ufalme wa mbinguni. Lakini sehemu itakayokuja tutaelezea sababu za kihistoria wanasemaje. Maana tajiri wanasema kwamba tajiri lazima, ili uwe tajiri lazima unyonye watu. Lakini pia ili uwe tajiri lazima uwe na ukiritimba, ujimilikisha vitu vingi kuliko watu wengine. Ndio sababu za kihistoria. Exploitation, lazima ufanye kitu kinaitwa exploitation, uingie kwenye mfumo wa exploitation wa unyonyaji wa watu wengine, lakini uingie mfumo wa monopoly wa ukiritimba, wa kujimilikisha vitu vyote, kujimilikisha masoko yote zaidi ya watu wengine. Hivyo hizo sababu mbili za kihistoria. Mungu akubariki sana, na leo niishie hapo. Tukutane sehemu ya 4. Kwa nini tajiri ni kuingia katika ufalme wa mbinguni? Mungu akubariki sana, neema ya Kristo kawe pamoja nawe, mwenye masikio kusikia.